We wadaku. We. Mambo ni mingi, muda ndo mchache. Sasa nataka kuwapea ukweli. Mimi sina lawyer. Sina lawyer na sina lawyer kabisa. Hata mnitie polisi anishike. Wacha nishikwe, sina lawyer. Wacha tu nikufe, sina lawyer. Who does that? Sasa iko hivi story ya Nduta. Nduta visa yake ilikuwa kukuja Saudi Arabia. First of all, serikali iende ishike Lilian na ishike na Rish Kamunge. Hawa watu wakishikwa waekwe ndani. Wafinywe Roskoko na pliers. Wafinye hii ni ya nyonyo yenye mtoto ananyonyanga na pliers. Wafinywe mapaja na pliers. Watasema who is John Njoroge? Who is John Njoroge? Let's start with Daku. Lilian, Nduta visa yake ilikuwa kuja Saudi Arabia. But aliambiwa utaconnect flight mbili. Ni true, mtu ana connecting flight mbili. Hiyo tuna ni ukweli. Kuna wale wanakujanga na flight direct, kama sisi tulikuja tuliconnect flight mbili. Moja ilitushukisha mpaka Ethiopia na ingine ikatubeba mpaka Saudi, mpaka Jeddah. Tulishukia Jeddah. Ndio sasa tukaanza kusafirishwa, wenye wanaenda Dammam, wenye wanaenda Riyadh, wenye wanabaki Jeddah, wenye wanafanya nini, kulienda hivyo. Sasa Nduta alienda akamini Lilian. Akamwambia, "Je dada, mimi nataka kwenda kutafuta ajira. Watoto wangu wanahangaika." Lilian alimuuliza, "Uko na passport?" Akasema, "Yes, niko na passport na mimi ni ex Saudi." Si ati Nduta ni mtu wa kwanza, ni mara ya kwanza kukuja Saudi, no. Nduta ashaienda Gulf na ashaikuja Saudi, alikuwa ex Saudi. Sasa wakati Nduta alienda training, akamaliza training, akakuja akaenda medical kubwa. Akakuja akaambiwa, "Sasa venye medical yako kubwa, hutarudi nini? Hautarudi nyumbani. Nataka nikupange vile utafanya nini? Vile utafika Saudi." Hiyo si shida. Kumbe huyu Rish Kamunge wameshikana na Lilian, walikuwa wanajua John Njoroge. So Rish Kamunge akaambia Lilian, kuna jamaa, kuna mali, kuna hiyo mzigo ilikuwa itumwe huku majuu. Lakini wakasema wakauliza Nduta, uta connect flight mbili. Kuna bag, kuna bag. Ukifika hapo Ethiopia, kuna bag. Utachukua, inafaa ifanye nini? Inafaa iende. Kuna dem fulani anataka kufanya nini? Anataka hiyo mzigo. Kuna dem fulani mwenye Rish Kamunga anamjua na Lilian anamjua. Alikuja akakutana na Nduta OTC. Nataka munisikize vizuri kimakini. Alikuja akakutana na Lilian na Nduta pale OTC. Akampea hiyo bag. Akaambiwa, "Hii bag tununue bag nyingine tubadilishe." You get it? Nduta alikuwa kwa hii mix. Upo? Nduta akapewa 167 Kenya shillings na Rish Kamunge. Lilian wakati ilifika safari ya visa imeshatokelezea. Visa kwenda kukuja huku Kingdom of Saudi Arabia. Lilian akaambia Nduta, "Sasa ni time yako ya kufanya nini? Ya kwenda safari. Flight yako ni ya masaa fulani. Sasa mimi wacha nikupeleke pale airport, nikupitishe pale checkpoint." Mnasikia? Lilian akapeleka pale Nduta pale airport. Akafanya nini? Akampitisha pale airport. Mimi nashindwa pale airport ya Kenya. Sisi wenye tunatoka Gulf, tuko na masimu, tuko na malaptop, mnatukazia.
lakini wale wa miadarati ndio wanapita. Wale wanauza miadarati, wale wanauza pombe, wale wanini wa cocaine, wanini, wale ndio wanapita pale. Hawa wafanyikazi wa airport ni nini wanafanya? Lakini sisi wenye tunatoka Gulf, tunatoka safari, tunataka kusurprise wapenzi wetu na laptop na simu, mnatupea tax, mnaangalia mzigo, mara sijui nini nini. Ndamona hii cocaine hamukuangalia pale. Wakati alikuwa ameshapewa exit, you are out. Lilian akafanya nini? Akarudi. Najua hii story naongea polepole ndio muelewe. Lilian akafanya nini? Akarudi. Nduta sasa akaingia kwa flight yake. Nduta akaenda kwa ile bus. Unaona? Kuna bus muziki na kuanga already muziki ishapita. The moment muziki imepita pale imeenda, wewe unaendanga tu kwa bus nyingine hapo fulani, alafu unafanya nini? Unapelekwa kwa airport pale kwa ndege. Ukitaka kuwalk, ukitaka kuingia kwa hiyo bus ufanye nini? Uingie kwa hiyo bus. It's upon you. Kwa sababu hiyo basi inakuanga pale ya nini ya customers. Unabewanga free of charge. Ukitaka unabebwa, ukitaka una walk distance. Kwa sababu kupanda airport, ukifika kushapewa exit nje, kwa airport iko pale sio mbali. Madam akaingia kwa gari. Kwa nini? Kwa gari akaenda pale kwa ndege. Kuingia kwa ndege akachukua flight nini seat number yake akakaa. Ndege ikaanza kuzukwenda. Wakati ndege sasa ndege suanga ina nini? Wakati ndege ilianza start kuenda, Nduta akaambia Lilian, ndege imeshafanya nini? Imeshaondoka. Rish Kamunge akaambia Nduta, akaambia Lilian, ambia Nduta asizime simu. You get it? Nduta hakuzima simu. As usual, usiposima simu, the moment hiyo ndege itaenda juu, simu yako itaji flight mode. Itajizima na kila kitu itaji restart kwa sababu huko juu hakuna nini, hakuna network, hakuna chochote, huko mawinguni. Yaani wanasemanga aje, huko mawinguni juu. The last conversation, Lilian aliambia Nduta, you will connect the another flight from Ethiopia. Mkifika Ethiopia, kuna hiyo bagi uchukue, unataka upeleke mahali fulani. Kuna ndege fulani utaingia ndani. Sasa si Nduta yeye ajui rada ni gani. Yes, akaingia kwa hiyo ndege. Wakati alifika Vietnam, pale kwa checkpoint. Sasa amefika Vietnam, hakuna vile anaweza kusaidika. Pale kwa checkpoint wakapata hizo miadarati. Na rules and regulations za Vietnam, hawezi ingia na miadarati. Ile country iko very strict, ndio maana ni ya vita. Hiyo ni ya vita, iko very very strict. Sasa vile walimshika na hizo cocaine, wakafanya nini? Wakamweka mali a relax. Can you imagine? The first person kujua Nduta ameshikwa ni Lilian. Lilian akajua, Rish Kamunge akajua. Hii story wakakanyagia chini. You get it? Wakakanyagia chini. Wakishika Rish Kamunge vizuri na Lilian, waweke kwa room moja, wafinywe vizuri na pliers, watamleta Njoroge. Njoroge ndio mwenye anajua mahali anatoa hii cocaine miadarati. Njoroge ndiye anajua mahali hizi miadarati zinatolewa. Na connection ni ya Lilian na Rish. Kwa sababu cocaine kilo 2 uko na 27 million. Kilo 2 uko na 27 million Kenya shillings. Ebu niambie uchukue kilo 1, wajigawe. Na hii kilo nyingine ubaki nayo. Wakachukua pesa kidogo wakapea Lilian. Nani Nduta? Wakapea Nduta afanye nini? Ashughulikie familia, au sijui shopping, au sijui nini, au sijui nini. Sasa hii kesi iko katikati ya Lilian na Nduta na Rish Kamunge. Sasa serikali ya Kenya imeingililia. The first day Nduta kushikwa,
the government of Vietnam ilipigia simu the government of Republic of Kenya. The first person kupokea the call alikuwa Minister of Foreigner. Minister of Foreigner. Huyo ndiye asikia call. Venye alishika hiyo call na akaenda akaambia Mr. President William Samoei Ruto. Wakashikwa na butwa. Hizi madawa zimetoka wapi? Na ni nani? Sasa ndio passport yake ikaangaliwa, mahali anatoka, au sijui contract ilikuwa inaenda Saudi, au imepita je ikaenda Vietnam, au sijui nini, kila kitu ikawekwa kwa system. Kila kitu ikawekwa kwa system. Andi Nduta akachukuliwa akaekwa kwa cell. Alikaa kwa cell 1 year without communication with anyone. 2025 ndio communication ilianza. 2024 mwisho ndiye akakuja akaambia wazazi wake, nilishikwa, niko Vietnam, nimehukumiwa kifo na naweza kuuliwa 2025 anytime. Kwanza hiyo ripoti wakati ilifika jumbani, shosho yake Nduta alikufa immediately. Shock. Aje sasa alikufa. Mama yake Nduta akashikwa na stroke. Brother yake Nduta akashikwa na butwa. Wataambia nini watu? Wala watatenda nini? Walikaa nayo for almost 3 months. Sasa ndio story ikalipuka. Do you get it? Baka sasa ikafika mahali imefika hapa. Lakini Rish Kamunga alijua, Lilian alijua, William Ruto alijua, serikali ya Kenya yote ilijua. Sisi wananchi ndio hatukujua. Na hii story ilikuwa between government ya Kenya na government ya Ukraine. Not Ukraine, Vietnam. Wakae pamoja hivi waelewane. Nduta alikuwa appeal. Hiyo kesi yake ilikuwa iapiliwe. Afanye kesi akiwa nje. Lakini delation ya government of Kenya dilifanya Nduta amefika mahali ako hapo. Sasa imefika mahali mpaka unye mali yako. Ameingililia kesi yenye si yake. Yeye yuko kwa government, lakini imebidi amefanya nini? Ameingililia. Kwa sababu mali imefika ni between life and death. Upo. Nyinyi wale wenye mnatenda safari. Ukiambiwa kuna bag mahali shika, hata mtu akikutuma unga, mwambie mama si baby. Hata mtu akutume nini, mwambie si baby. Mizigo, usibebe kitu cha mtu kutoka Kenya. Kitu inaweza kuwekwa anytime. Hata mtu anaweza kuchukua madawa za kulevya, akachukua hii nguo, akatengeneza kanini ndani akashonelea. Hizi vitu zinapitwa na design mtu wangu. Kikurambe. So, Rish Kamunga, Lilian, ndio mnajua hii story yote. Mulete John Njoroge asema alitoa wapi miadarati, ndio sasa mkakula hizo pesa. Sawa sawa? Sawa sawa? La sivyo, Nduta akikufa pia nyinyi mwanza kujichimbia kaburi. Hawa majensi si mchezo. Wanaweza kuwazika mkiwa wazima. Na muwekelewe mchanga na mpigiwe plaster. Don't dare agencies. No. Hawa majensi wanapigananga vita za Ukraine na Russia. The moment you cross the line, kushabari yako. Sawa sawa? That's the story. So, Ndinda alikubali the deal. When the deal is too sweet, think twice.